Hali ya simanzi imetanda katika kaunti ya Siaya kufuatia mauaji ya kinyama ya watu 9 miongoni mwao baba, mama na wanao 7 katika shambulizi baya la moto ambapo nyumba yao iliwashwa moto kimaksudi baada ya kufungwa kwa kufuli kutoka nje. Ilikuwa saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli penye nilikuwa nalala. Nikaamka nikapata nyumba imewakishwa moto na nikaenda kusaidia ndugu ya bosi wangu kwa vile mimi nafanya kazi hapo. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Nilipiga nduru kwa dakika 10 lakini hakuna mtu ambaye alitokea. Sasa watoto walikuwa wanalia na juu walikuwa wamewasha moto kwa mlango na wakaongeza kifuli kwa mlango, hawangeweza kutoa kifuli. Sasa moto iliwazidi na wote wakakufa moja baada ya mwingine. Watoto wakilia na jina yangu kwa sababu mimi ndio wanakuanga karibu nao. Wakazi wa eneo la Sigomre huko Ugunja, kaunti ya Siaya, wakishindwa kung'amua kilichopelekea shambulizi hilo na kuangamiza familia moja ya watu 9, akiwemo mtoto mchanga wa miezi 6. Mshukiwa mmoja akikamatwa na kontena ya petroli kupatikana. Mtoto mkubwa wao alikuwa umri wa miaka 17, anafuatwa na mwingine 15 na mwingine 13 na mwingine 11, mwingine 8, mwingine 7 na mwishowe tumepata last born alikuwa 6 months. Watu walikuwa watu 9, mama na baba na watoto 7. Wanaume walikuwa 3 na wasichana walikuwa 4. Mkubwa wao alikuwa form 4 candidate. Chanzo kuu cha hiyo visa ni mambo na shamba. Hapa na pale wamekuwa wakivurutana mambo na shamba, ambapo koti ilitoa order kuwa watahamishwa au wenye walikuwa washukiwa wangefaa kuhamishwa, walifaa kuhamishwa on Thursday. Kitu ningesema, kitu ambacho imetendeka siku ya leo hapa Sigomre, tujawahi iona. Tunasikiaga tu huko Migori na Homa Bay. Lakini leo imetufikia sisi wana Sigomre na kwa hakika tuko na huzuni sana. Mpaka hata tuwezi kuongea maneno mingi. Yule mwenye ambaye ametenda ile tendo, tunashindwa kama kwa kweli alikuwa na utu ama hata kama ni nini ya ambacho alifikiria, ama hawa watu ambaye wamekufa mpaka watoto. Kuna mpaka mtoto wa miezi 6. Sijui ni deni gani ambaye amekuwa nayo, ndio walikuwa na wadai mpaka akaona tu aweze kuteketeza mpaka innocent people. Maafisa wa polisi huko Ugunja, kaunti ya Siaya, wakianzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho katika kile kinachoshukiwa kuwa ni mzozo wa ardhi. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati, akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba baada ya kumaliza ile kesi. Alishindwa kuwa alichukua shamba kubwa kushinda ile ilikuwa inatakikana na alikuwa amekataa. Mtu mwenyewe namjua kwa jina Owino na amejenga hapa karibu, ndio nafikiri ile nyumba inachomwa na wenyeji wale wamekasirika. Kibui imepatikana hapo na kibui ya petroli, na hiyo ni thibitisho kubwa kabisa, hiyo ni exhibit kabisa kwamba kama imepatikana kwa boma la mtu na hii boma imechomeka, kumaanisha kwamba kuna mtu amefanya hiyo. Katika hali ya kutatanisha, wanakijiji hao waliokuwa na ghadhabu walivamia nyumba ya mtu anayeshukiwa kukodisha wateketezaji na kuharibu nyumba hizo kabla ya kuziteketeza moto. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, YTV.